وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين آمين. Tukiwa tunaendelea na taaliki, leo inshallah taala tutaanza mzunguko wa pili au kigawanyo cha pili miongoni mwa vigawanyo vya kitabu hiki cha al-qawaid wal-usul al-jami'a wal-furuq wat-taqasim al-badi'ah an-nafi'ah cha Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Kwa kukumbusha ni kwamba tuliwahi kuzungumza walillahi alhamdu wal minna katika kigawanyo cha kwanza. Mtunzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a ametuwekea qaida au hukumu au kanuni 60 miongoni mwa kanuni za Kiislamu ambazo walillahi alhamdu wal minna kila moja tulijaribu kufanyia taaliq kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichotujalia. Hivyo basi sehemu ya kwanza ilikuwa ni sehemu ya qawaid. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni sehemu ya qawaid. Sehemu ya pili itakuwa ni sehemu ya al-furuq wat-taqasim. Ni sehemu ya al-furuq wat-taqasim. Na al-furuq kama inavyojulikana, na nadhani kama sitakuwa nimesahau, tuliwahi kuzungumza maana ya al-furuq mwanzo wa kitabu, na tulieleza ya kwamba hili jina ambalo limekuja katika mfumo wa kiujumla al-furuq, na hii jamu ya fard, ni jamu ya fard, na inakusudiwa ndani yake kitu gani tutakaja hapo mbele. Na at-taqasim vile vile ni sigha ya jamu, na ndani yake au mufradi yake inakuwa al-ism. Tayeb, wanavyuoni rahimahumullah ta'ala wametufahamisha kwa upana sana kama tutakapoona nini kinakusudiwa wakati sisi tunazungumzia al-furuq wa taqasim. Nini hasa kinakusudiwa? Yatakuja maelezo mbele wakati tunasoma huko maneno ya mtunzi rahimahullah ta'ala ya kwamba hizi al-furuq ambazo sisi tunazisoma, minha ma huwa haqiqiyya. Ziko al-furuq ambazo ni furuq za uhakika, wa minha ma huwa suriyya, na ziko al-furuq ni al-furuq za kisura, bimaana za kimawazo, yani laysat haqiqiyya, sio furuq za uhakika, kwa maana ni furuq ambazo mutawahhama, zinadhaniwa ndani yake kama vile ni furuq, lakini kiuhalisia sio furuq.
lazima tukubaliane vizuri hapa katika haya maelezo ambayo tunaeleza. Kwa mfano hapa tutapenda kutoa mfano furuq za uhakika, al-furuq al-haqiqiyya, furuq za uhakika. Kwa mfano Allah anasema ndani ya Qur'an al-Karim, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba, ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah amehalalisha biashara na akaharamisha kula mali ya riba. Tofauti yake ni wapi? Anna al-bay'a halal, يبقى معاملة وبيشاع بحلال، والربا حرام، لا معاملة وربا حرام. Kwa hivyo hii ni tofauti ya kidalili. Nassa shari, mwenye kuweka sheria mwenye Allah subhanahu wa ta'ala ameweka maelezo ya wazi kabisa tofauti baina ya biashara na baina ya muamala ya riba. Kwa mfano vile vile mfano mwingine, kwa mfano kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yughsalu min bawli jariyati wa yursha min bawli fulani, utakoshwa mkojo wa mtoto mchanga wa kike kwa lazima ukoshe mkojo wa mtoto mchanga wa kike, na mtoto mchanga wa kiume mkojo wake utakuwa unarashiwa maji, sio kukoshwa. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatofautisha baina ya mkojo mchanga wa mtoto wa kike na mkojo mchanga wa mtoto wa kiume. Yote miwili hii ni mikojo, na wote wawili hawa ni watoto wachanga. Lakini mbona katofautisha? Hadha farqun, dalili imekuja imetofautisha. Lazima tupakamate hapo kwanza. Kuna farq au tafriq ambayo inatofautishwa na dalili ya kisheria, kama tulivyoona katika aya ambayo tumeitaja na kama tulivyoona katika hadithi ambayo tumeisoma. Hayo yanakuwa yako wazi, walillahi alhamdu lillah. Sasa labda baada ya kuyatanguliza haya, kwa sababu hizi fani za Kiislamu, hii ni fani, hizi fani za Kiislamu ambazo sisi tunazisoma lazima tuzisome katika mwangaza wa hali ya juu. Tusizisome fani za Kiislamu kwa kuondoa njiani, au tukazisoma fani za Kiislamu kibubusa, ikawa mtu anaisoma fani lakini hajashiba ile fani anayosoma inavyotakiwa. Kivipi? Kwa mfano mathalan katika fani kama hii ya al-furuq, fani hii ya al-furuq, lazima Muislamu anapoisoma aijue fani hii. Kwa mfano mathalan asli yake, wapi fani hii inatoka, na wapi fani hii inapatikana, na fani hii faida yake ni nini na athari yake ni nini ikikosekana. Nani wanavyoni wa mwanzo kuandika katika Uislamu fani hii? Lazima haya yajulikane, ili mtu anapokuwa anaisoma hii fani na anafanya uhakiki wa masala, au yanajua ya kwamba vitabu vya fani hii vya karne zilizopita vimeizungumza fani hii kwa mnasaba fulani na kwa mwangaza fulani, na vitabu vya karne ambazo tuko nazo sisi hapa vimezungumza kwa mnasaba fulani, mtazamo fulani.
Kwa mfano mathalan sisi tukasema awwalu man sannafa, mwanachuoni wa mwanzo kuandika katika masala ya al-furuq, ambaye ni katika wanavyuoni wa madhhab ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, ambaye akiitwa al-Imam Ahmad ibn Surayj ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad ibn Surayj ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, huyu ni mwanachuoni wa kwanza ambaye anazingatiwa yeye ambaye amekuja kuandika fani hii kama ni fani iliyojitegemea, kaja kuandika fani hii kama ni fani iliyojitegemea. Bimaana hapo mwanzo fani hii baadhi ya wanavyuoni walikuwa wakichanganya na fani nyingine, lakini alipokuja al-Imam Ahmad ibn Surayj ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, ambaye amefariki mwaka wa 306, bimaana baina ya kipindi na baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban miaka 200, baina ya kipindi na baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban ni miaka 200, mpaka kuja huyu bwana kaja kaiandika fani, akaitengezea kitabu chake au akaitungia kitabu chake ambacho chenye kuitegemea, akakiita al-Furuq rahimahullah ta'ala. Baada ya hii al-Imam Ibn Surayj ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, miongoni mwa wanavyuoni ambao walioandika vile fani hii ni al-Imam Muhammad ibn Salih al-Karabisi al-Hanafi. Muhammad ibn Salih al-Karabisi al-Hanafi, yeye akafuatia baada ya hapo kuja kuandika tena fani hii ya al-Furuq. Hapa tunapata faida gani ndugu zangu? Baada ya kuelewa ni ipi faida ambayo tunaipata? Faida ambayo tunaipata ni kwamba kumbe hii fani haikuanza jana na leo, sio fani mpya. Kumbe ni fani ya karne sana, takriban tangu fani hii kuanza kuandikwa kama ni kitabu chenye kujitegemea mpaka leo, karne ambayo sisi tunaishi hapa tuko hai, takriban miaka 1200 tangu fani hii ianze kuandikwa. Hii fani katika ardhi hii tayari ishapita ndani yake miaka 1200. Kwa hivyo ni fani ya karne nyingi sana, fani kubwa sana, na ni fani pana sana. Kwa hivyo hao ni wanavyuoni ambao tuliowataja ni miongoni mwa wanavyuoni ambao wanazingatiwa ndio mwanzo kuanza kuiandika fani hii. Lakini sasa wakati tunayazungumza haya masala, kwa mfano mathalan hii fani ambayo tunaisoma hapa na hawa wanavyuoni ambao tuliowataja, je, madhehebu ya Kiislamu yanazingatia vipi masala haya? Fani hii inazingatiwa vipi kuandikwa kwake na kuhifadhiwa kwake katika madhehebu ya Kiislamu? Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Ashbah wa Nadhair tunamuona ya kwamba fani hii kaichanganya na fani ya kawaid kama alivyofanya Mtunzi, lakini Mtunzi kaika mijadala tofauti. Vile vile al-Imam Ibn Nujaym al-Hanafi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, vile vile na yeye kaja akafanya hivyo hivyo tabaa al-Suyuti. Ndugu zangu, ni baada ya hawa wanavyuoni kupita, baada ya hawa wanavyuoni ambao ndio
mwanzo kuandika fani hii walipopita, bimaana walipoondoka duniani, madhehebu ya Kiislamu yakawa kila madhehebu yanaandika fani hii, lakini kila madhehebu yakawa yanaandika kwa mujibu wa mfumo na kanuni ya madhehebu yake. Madhehebu ya Hanafia yakawa yanaandika fani hii kwa mujibu wa ilivyo fiqh Hanafia. Madhehebu ya Malikia, madhehebu ya Shafi'ia, madhehebu ya Hanabila, madhehebu ya Dhahiriyya, madhehebu ya Kauniyya na madhehebu mengine mbalimbali. Sasa hapa tunakuja kuona taathira yake huko mbele, athari iliyotokezea baadaye, baada ya kila madhehebu kuandika fani hii kwa mujibu wa mtazamo wa madhehebu husika. Athari yake ikawa nini? Kwa sababu tunasema haya si kwa sababu ya kutaka kumzuia mtu asifate madhehebu, la, inaruhusiwa mtu kufuata madhehebu, haikataliki. Kile ambacho kinachokemewa na wanavyuoni rahimahullah ta'ala ni al-asabiyya fil madhahib, ni mtu yale madhehebu yake kuyafanya kama ni Qur'an au ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuyalinda madhehebu hata kama inaonekana kauli ya madhehebu yake imekosea kwa upande fulani. Hili ndilo ambalo linapelekea taathira kubwa. Al-Imam الدكتور إسحاق رحمه الله تعالى katika miongoni mwa uhakiki wake alipoeleza ya kwamba athari iliyopatikana baada ya kila madhehebu yalipokuwa yanaandika fani hizi na nyinginezo kwa mujibu wa mtazamo wa madhehebu yao, athari yake ikaja ikapatikana. Kwanza Uislamu ukaanza kugawika, yule ni madhehebu fulani, yule ni madhehebu fulani, yule Imamu, yule Shafi'i, yule Hanafi, wa hakadha. Ikapelekea mpaka baada ya karne Waislamu ndani ya msikiti wa Makka, kila sala ya jamaa inayosaliwa pale ikawa inasaliwa kwa sala za jamaa za madhehebu. Bimaana madhehebu ya Shafi'i yakawa yana jamaa yao ndani ya msikiti mmoja, madhehebu ya Hanafi yakawa yana jamaa yao. Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala katika utawala wake akaiondoa haya. Lakini athari ya pili ambayo inapatikana ni kwamba ikapelekea jambo hili upungufu wa taaluma, kwamba mwanafunzi anapobanwa ya kwamba yeye anatakiwa asome madhehebu moja tu husika, madhehebu yake, na hili ndio viko mpaka leo vya Kiislamu vinasomesha Uislamu, vinasaidia Uislamu, lakini mwanafunzi anasomeshwa madhehebu yote peke yake, hawezi kufahamu rai za wanavyuoni wengine, za madhehebu mengine, mitazamo na zile kanuni na misimamo ya madhehebu mengine, ili akili yake ikatanuka zaidi na ufahamu wake. Hili limepelekea Waislamu katika baadhi ya karne mpaka leo kupatikana uchache wa taaluma. Mpaka leo kama atapatikana Muislamu, Uislamu wake anausoma kwa madhehebu husika, kaufunga Uislamu wake katika madhehebu husika, Muislamu huyu anaonekana fikhi yake ndogo sana, ndogo sana, kwa sababu sio kweli ya kwamba haya madhehebu hayaingiliani. Hapana, madhehebu yanaingiliana kwa mtazamo mmoja au mwingine.
hata wale ambao wanapinga ya kwamba Waislamu kusoma madhehebu tofauti, lakini wanaonekana wakati mwingine kuchukua kauli za madhehebu nyingine. Inapokuwa kauli hili katika madhehebu yao ni vigumu kuitabikisha. Kwa mfano mathalan, katika madhehebu ya Shafi'i, nini hukumu ya kutoa zakatul fitri kwa fedha? Madhhab ya Imam Ash-Shafi'i, nini hukumu ya kutoa zakatul fitri kwa pesa? Halal? Shafi'iyuna mawjud hina. أنت شافعي؟ طيب nini hukumu ya kutoa zakatul fitri kwa pesa katika madhhabi ya Shafi'i? haifai, la yajuz. في مذهب الشافعي لا يجوز هذا. لكن wanavyoni wa madhhabi ya Shafi'i wapo ambao hawaifanyi kazi kauli hii na wamechukua kauli ya madhhabi ya Abi Hanifa rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a wa rahimahullah al-jami', kwamba katika madhhabi yake al-Imam Abu Hanifa inafaa kutoa zakatul fitri pesa. Na alifanya kazi hiyo katika hii ya Shafi'i, alifanya kazi hiyo na mengine mengi, bali hata yale madhehebu yenyewe ndani ya madhehebu yanaonekana ndani yake kuna kukhtalifiana kwa wale ambao wanategemewa ni wanavyoni ambao wananakili yale madhehebu. Kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana ambayo tunajitahidi kuhusiana sisi Waislamu. Haikatazi mtu kusoma madhehebu husika, na kuna vipimo wakati gani mtu anaruhusiwa kusoma madhehebu mengine, lakini madhehebu yasifanye kama vile Qur'an na madhehebu yasifanye kama vile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikafikia hali ambayo ikionekana kauli ya madhehebu haina nguvu, lakini watu wakaingangania kauli hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana na nimegusiwa katika fani hii vile vile. Hapa mtunzi rahimahullah ta'ala, kama tutakavyoona insha Allah ta'ala, mfumo ambao ameutumia katika uandishi wake wa fani hii ni mfumo ambao haujapangika katika utaratibu wa fiqh. Kama tutakavyoona, tumezoea sisi ya kwamba wanavyoni rahimahumullah ta'ala wanapokuwa wanazungumzia masala katika vitabu vya fiqh, kuna taratibu maalum. Kwanza kunaanza milango ya tahara, kisha inafuata milango ya sala, kisha milango ya zakat, kisha milango ya saum, kisha milango ya haji, kisha milango, yani kuna taratibu fiqhi, hususan katika vitabu vya wanavyoni ambao ni mutaakhirun au mutaakhirin, wanavyoni ambao waliokuja katika zama za mwishoni. Mtunzi rahimahullah ta'ala hakwenda mfumo huu, bila shaka atakuwa nayo sababu kwa nini hakwenda katika mfumo huu, lakini hilo lisije sisi likatutatiza, kwa sababu wakati mwingine huwa mwanafunzi anakuwa anakorogeka akiwa ameshauzoea mfumo maalum, wakati mwingine mfumo mwingine unakuwa unamzonga, kama tutakavyoona insha Allah taala. Kwa hivyo yale ambayo tuliyoyashiria, tumesema ya kwamba tofauti inaweza ikaletwa na dalili. At-tafriq au al-farq
inaweza ikaleta kupitia dalili. Kwa mfano kama tulivyosoma katika aya au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, mkojo wa mtoto mchanga wa kike utakoswa, mkojo wa mtoto mchanga wa kiume utarashiwa maji, sio kukoshwa. Hii tofauti kaileta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanavyoni rahimahumullah ta'ala wanakuiona tofauti hapa, nini kazi yao? Kwa sababu tutayaona haya masala huko mbele. Sisi kama ambao tunajinasibisha mwilini, nini kazi yetu katika masala haya? Ikiwa tofauti imeletwa kupitia mtazamo wa dalili, kazi yetu sisi ni kutafuta sababu ya kutofautishwa baina ya mkojo wa mtoto mchanga wa kike na mtoto mchanga wa kiume. Kwa nini mikojo hii ikatofautiana katika upande wa kuikosha? Hapo ikiwa katika hali iliyoletwa na dalili, ima aya au hadithi. Ikiwa tutaijua ile sababu, tunasema ya kwamba sababu yake ni sababu fulani. Lakini kama hatujaijua ile sababu, tunasema ya kwamba jambo hili linaonekana amrun ta'abbudiyun, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka yeye kulifanyia ibada. Ikiwa hatujajua sababu. Upande wa pili, hii tofauti, hadha tafriq au hadha alfarq, hii tofauti inaweza ikaletwa kupitia mtizamo wa jitihada za wanavyoni. Wanavyoni wao wenyewe kwa mujibu wa jitihada zao na ufahamu wao wanaweza wakatofautisha baadhi ya masala ambayo katika dalili hayatofautishwa, si ndio? Kwa mfano wako wanavyoni ambao wanatofautisha baina ya kuswali swala ya sunna ndani ya al-Kaaba na kuswali swala ya fardhi ndani ya al-Kaaba. Wako wanavyoni wanasema inafaa kuswali swala ya sunna tu ndani ya al-Kaaba, ndani ya al-Kaaba, uingia ndani ya al-Kaaba ukaswali swala ya sunna, hadha jaiz inda ba'd al-ilm, lakin duna al-fariida, lakini swala ya fardhi hairuhusiwi. Sasa sisi ambao tunajishughulisha na masuala haya ya kusoma, kazi yetu nini hapa? Kazi yetu sisi ni kuangalia, je, hii tafrika ambayo imeletwa ni tafrika sahiha au hadha al-farq alladhi farqu fihi, hii tafrika ambayo imekuja hapa ni tafrika sahihi, na je ndani yake ina athari yoyote? Kwa mfano mathalan mtu akisali sala ya fardhi ndani ya al-Kaaba, hukumu yake nini? Je, hiyo athari iko hapo? Tukiyakuta hayo tunasema naam, hadha farqun sahih wa tafriqun sahih, wa illa kama sivyo tunasema hapana. Kwa hiyo katika jitihada za wanavyoni zinapoleta ile tafriki inakuwa tofauti na tafriki ambazo zimeletwa na dalili ambazo tumezitoa. Nafikiri hilo litakuwa liko wazi. Kwa hiyo kwa mfano mathalan, tutatoa mfano mwingine ili tufahamu vizuri zaidi. Kwa mujibu wa dalili, atakayekula nyama ya ngamia, huyu udhu wake umetimbuka. Atakayekula
nyama ya ngamia huyu udhu wake umetenguka. Kwa mujibu wa dalili, atakayekula nyama ya mbuzi au nyama ya ng'ombe huyu udhu wake haujatenguka. Hizi zote ni nyama nyekundu. Nyama ya ngamia ni nyama nyekundu, nyama ya ng'ombe ni nyama nyekundu, nyama ya mbuzi ni nyama nyekundu. Na wote hawa wanyama wanaitwa bahimatul an'am. Bahimatul an'am ni wanyama ambao wanafaa kuchinjwa kisheria. Mbona hapa pakitofautishwa baina ya nyama ya ngamia na nyama ya mbuzi? Akaambiwa aliyekula nyama ya ngamia atie udhu tena. Kazi yetu nini hapa katika hii haji? Kazi yetu nini hapa? Hii ni tafrika ambayo iliyoletwa na hadithi ya Mtume. Tumesema ya kwamba tafrika ambayo iliyoletwa na hadithi. Kazi yetu nini sisi haji? La masahih. Haji ilikuwa kwa maji sahihi. Kazi yetu nini hapa Suleiman? Kazi yetu nini hapa? متابعة لا مصحيح. نعم أحسنت. kazi yetu sisi hapa ni kutafuta sababu ambayo ilipelekea hizi nyama mbili kutofautishwa. Hiyo ndio kazi yetu sisi. Tukijua sababu sawa, hatujajua sawa. Sio kwamba tukiwa hiyo sababu tunasema hadi hiyo kwa sababu tu sisi hajajua sababu haiji. Sawa kwa? Tumefahamia vizuri hapo. Kwa hivyo haya ni katika baadhi ya maelezo ambayo tumeyataja katika utangulizi. Insha Allah taala tutaomba tuingie moja kwa moja katika uchambuzi wa mtunzi rahimahullah taala, na kama kuna nukta zote zile basi nyingine tutakuja kuzitaja maeneo hayo. Anasema Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di ibn Nasir As-Sa'di القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. kuhusiana na tofauti ambazo zimekuja katika baadhi ya masala ya fikri na katika baadhi ya ugawaji wa kisheria. Kwa hivyo atazungumzia mambo mawili, al-furuq na taqasim. Akasema aslu hadhihi al-masail, asili ya haya masala ambayo tunayazungumza hivi sasa, an ta'lama anna ash-shari'a, asili yake ni kwamba lazima kwanza ufahamu ya kwamba hii sheria ya Kiislamu la ma'dhira. An ta'lama anna ash-shari'a, ya kwamba lazima ufahamu ya kwamba Allah ambaye anaweka sheria la yufarriqu, hatofautishi Allah. Ukifuatilia sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, la yufarriqu, hatofautishi baina al-mutashabihati min kulli wajhin, vitu ambavyo vinafanana Allah subhanahu wa ta'ala huwa hamtofautishi katika mitazamo yote. Ukifuatilia vizuri huwa hatofautishi. Kwa hivyo hapa ndugu zangu, tunajifunza kwamba sheria ya Uislamu ni sheria ya uadilifu, kwa sababu vitu vyote ambavyo viko sawa hukumu yake vinapelekwa katika hali ya usawa. Hiyo ndio asili. Vitu vyote ambavyo viko sawa vinapelekwa katika hali ya usawa. Hiyo ndio asili. Ndio maana tunaikuta sheria ya Kiislamu imemkataza Muislamu kutembea kwa kiatu kimoja. Yaani Muislamu onekane kavaa kiatu kimoja, anatembea mmoja na kiatu
mguu wa pili hauna kiatu, haifai kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Ima avae viatu miguu yote miwili au atembee utuba miguu yote miwili bila kuvaa viatu. Kwa nini uadilifu? Kwa nini mguu mmoja uvishikie na mwingine usivishikie? Yote miwili ni miguu imefanana katika hukumu, kwa hivyo lazima uifanyie uadilifu. Sasa ukiangalia katika hali kama hiyo, unaokuta Uislamu umefika katika kiwango hicho cha uadilifu. Sheikh anasema bal la budda fiha, bali hapana budi ndani yake min fawariqa ma'nawiyya, ya kwamba kuna baadhi ya tofauti ambazo hazionekani, wa usafi mutafawita, na kuna baadhi ya sifa ambazo ziko tofauti, au jabatil farqa, ambazo zimepelekea kutofautishwa. Bimaana mambo yote yaliyokuwa yamefanana mbele ya Allah yatahukumiwa kwa hukumu moja. Tukiliona jambo ambalo limetofautishwa hali ya kuwa limefanana, si tumeelewana? Tukiliona jambo ambalo limetofautishwa hali ya kuwa jambo hilo limefanana, sura yake ni moja, sifa zake ni moja, lakini katika masala ya fikhi tukaliona jambo hilo limetofautishwa, maana yake Sheikh anasema lazima kutakuwa kuna jambo, ima fawariqa ma'nawiyya, ima kuna mambo ambayo sisi hatuyaoni, au safi mutafawita, au kuna sifa ambazo zinatofautisha, ambazo au jabatil farqa, zimepelekea kutofautiana maeneo hayo. Kwa mfano mathalan, ambaye yuko katika mji mwezi wa Ramadhani lazima afunge. Msafiri ambaye yuko safarini, huyu karuhusiwa kula. Tofauti iko hapo, iko inaonekana, haionekani, haionekani. Mimi hizi inaonekana. Tofauti ni kwamba ni safari, tunaona sasa ya kwamba safari imepelekea ambaye yuko safarini anaruhusiwa kula mwezi wa Ramadhani. Huyu ambaye yuko safarini akishakuruhusiwa kula atalipa, sahihi, atalipa. Mwanamke mjamzito na mwanamke mwenye kunyonyesha, ikiwa wanahofia nafsi yao au wanahofia wale watoto wao, wataruhusiwa kula mchana wao kama alivyoruhusiwa msafiri, lakini hawa wanalipa, ambayo kauli tunaiona ni kauli sahihi fi hadhihi masala. Wallahu a'lam, ni kwamba hadithi mwanamke isipokuwa baada ya kulipa atalipa fidia, kisha si lazima kulipa ile somo ya Ramadhani kama ilivyonakiliwa kwa hiyo kutoka kwa masahaba wawili radhiyallahu anhuma. قال الشيخ كثيرا فإذا وجد مسألة, ikiwa yatapatikana masala mawili, furhika au faraka, inajuzu kusoma kwa mitazamo yote miwili. Bainahuma, tukiyakuta masala mawili ambayo yametofautishwa baina yake, masala mawili yametofautishwa, wa hukmu likulli wahidatin,
na hukumu ya kila masala mubayinun lil-ukhra, wazi kama tulivyozungumza katika mfano. Hukumu ya kila masala hapo iko wazi kabisa, ya kwamba kwa nini huyo akalazimishwa kulipa na huyo mwingine asilazimishwe kulipa. Fa in kana thamma fariqun sahihun, kama kuna sababu ya kutofautisha masala hayo mawili, ambayo ni kutofautisha katika mtazamo uliokuwa sahihi, wa maana mujibul fard, na sisi tunayo sababu ambayo inawajibisha kutofautisha baina ya masala mawili, tutafanya hivyo. Wa illa, na kama hivyo hivi, fa'lam anna al-farqa suri, kama tukiona masala mawili yametofautishwa kwa mtofautisho ambao sio sahihi, hakuna sababu ya kutofautisha, kama mfano tuliotoa kuswali ndani ya al-Kaaba, swala ya sunna inasihi, swala ya faradhi baadhi ya wanavyuoni wanasema ni sunna. Kwa nini tofauti iko wapi? Wanasema Mtume kasali sunna tu peke yake ndani ya Kaaba, hakusali faradhi. Hawa tunawaambia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwacha jambo hilo limejulisha kwamba halifai sahihi, yuqalu lahu hadha. Kwa hivyo tukiona haya tunajua ya kwamba hadha tafriq la athara fihi, hii tafriq ambayo ilikuwa baina ahli anna al-farqa suri. Kwa hivyo tafriq kama hiyo inakuwa ni tafriq ambayo imekuja katika hali ya kinadharia, sio kiuhakika. Sheikh anasema wal furuq as-suriyya dha'ifatun jiddan, tofauti zote ambazo zilizoletwa ambazo ni za kinadharia mara nyingi zinakuwa ni dhaifu. Hapa tutapenda kutoa mfano mmoja wa kuongezea. Kwa mfano, baadhi ya wanavyuoni rahimahumullah ta'ala wanatofautisha baina ya mtu ambaye kafa shahidi katika nchi kavu na baina ya mtu ambaye kafa shahidi katika bahari. Mtu mathalan katika nchi kavu kaungua na moto mpaka kafariki, yutabar shahidi, anazingatiwa kwamba yuko shahidi, si ndio? Kaangukiwa na jengo, shahidi. Na aliyezama katika bahari mpaka kafariki, yutabaru shahidi, anazingatiwa kama ni shahidi. Wakasema baadhi ya wanavyuoni, shahidi ambaye kafa nchi kavu atasamehewa kila kitu katika madhambi yake, isipokuwa madeni aliyokuwa nayo hayasamehewi. Madeni aliyokuwa nayo hayasamehewi. Shahidi aliyokufa nchi kavu, ama shahidi ambaye amefariki katika bahari kama kazama, huyo anasamehewa madhambi yote. Tayeb, sisi tukipata kauli hii tunaangalia kwanza tofauti ya kutofautisha haya masala, kuna dalili ndani yake au hamna dalili? Kwa nini tuseme shahidi aliyekufa nchi kavu anasamehewa isipokuwa madeni yake hayasamehewi? Kama hamna dalili, tutajua kwamba hizi ni ijtihadi za wanavyuoni. Tutaangalia kuna athari ndani yake au hamna. Kwa hivyo tukiangalia katika mfano kama huu ambao tulitoa, tunakuta ya kwamba wanavyuoni ambao waliojaribu kutofautisha katika masala haya wameitegemea hadithun dhaifun au hadithan dhaifan, hadithi iliyokuwa dhaifu ambayo inatofautisha baina ya shahidi aliyekufa nchi kavu na baina ya shahidi aliyekufa katika bahari.
Sheikh anasema wa lihadha al-aslu al-kabir amthilatu kathira, msingi huu ambao tunauanza leo una mifano mingi sana ambayo itatufungua sisi vichwa, mingi sana itatufungua sisi vichwa kwa upande mbalimbali wa maisha ya Kiislamu, katika maeneo ya miamala, biashara hizo, katika maeneo ya ndoa, mahusiano ya kindoa, na katika maeneo mbalimbali, katika maeneo ya tabia. Tutaona mifano mbalimbali ambazo wakati mwingine zinatofautiana huko katika mtazamo uliokuwa sio sahihi. Sheikh anasema nadhkuru minha ma la tahdhiruhu, tutataja mifano ambayo inatulia katika akili. Tahdhiruhu bimaana mifano ambayo inatulia, mifano iliyokuwa hii bimaana pengine Sheikh rahimahullah ta'ala baada ya mifano ambayo tulisahau hakuiandika ndani. Mifano ambayo tuliandika hapa ni ile mifano aliyokuwa anakumbuka katika masala haya. Kwa hivyo kwa nukta hii ambayo tulifikia leo, inshallah taala tutafika katika kipengele hiki biidhnillah tabaraka wa taala. Inshallah taala mifano tutakuja kuianza katika al-khamis na kuja mbele, kuanzia mfano wa kwanza ambao Tunzi rahimahullah taala anakusudia. Hadha wallahu taala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kama kuna maswala basi tunakaribisha maswala baada ya adhana ya Isha. Wajazakumullahu khairal jazaa.